Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako naye mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo, wasiliana nasi kupitia ujumbe WhatsApp au kupiga simu kwa nambari 0718220582. Karibu katika kipindi cha leo. Somo letu li kwenye sura ya 11 na sura ya 12. Muda utaniruhusu kushughulikia tu hayo maandiko ya kimsingi, kwa hivyo ni busara kwako kuyasoma maandiko haya ili uzidi kubarikiwa kama alivyokusudia Mungu. Sura hii ya 11 yatuingiza katika sehemu ya 3 katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Sura za kwanza 9 zilitupa orodha ya nasaba ya uzao wa wana wa Adamu, nayo sehemu ya pili ikatupa habari za mfalme Sauli na sababu yake kufa. Bwana asema kwamba Sauli alikufa kwa sababu ya dhambi na makosa yake. Mengi tuliyosoma kwamba alitenda hayatajwi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza, kwani kwa mtazamo wa Mungu Sauli hakumpendeza. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja atendaye maovu mbele yake. Sehemu tuliyoifikia sasa yahusu utawala wa Daudi. Kwanza tutajulishwa kwa mashujaa waliokuwa pamoja na Daudi kama ilivyo kwenye sura ya 11 na sura ya 12. Sura ya 13 hadi 16 twapata habari za Daudi na sanduku la agano. Halafu sura ya 17 yazingatia habari ya Daudi na hekalu, na kwa habari ya vita alivyopigana Daudi twazipata kwenye sura ya 18 hadi 20. Nayo dhambi ya Daudi kwa kuhesabu watu hii kwenye sura ya 21. Sura ya 22 hadi 29 yamalizia maandalizi ya Daudi na mpango wake wa kuijenga hekalu. Hili latujulisha kwamba kitabu hiki cha muhusu Daudi na utawala wake. Na saba tuzipatazo kwenye sura za kwanza 9 zatufikisha kwa Daudi na jamii yake. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili chatupa habari ya uzao wa Daudi. Ufalme ule wa kaskazini hautajwi hata kidogo baada ya wao kuasi utawala wa jamii ya Daudi. Kadri tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki, tutaona jinsi Mungu azingatia baadhi ya mambo aliyotenda Daudi na mengine kutoyatilia uzito wowote. Mfano ni sura ya 21 ambapo twapata dhambi ya Daudi. Mara asikiapo mtu kuhusu dhambi ya Daudi, mawazo ukimbia kwa alilotenda na Bathsheba mke wa Uria. Ila hiyo si dhambi ambayo neno la Mungu lazungumzia kuhusu kwenye sehemu hiyo, maana alilotenda nalo likawa baya machoni pake Mungu ni kuwahesabu wana wa Israeli. Naamini kwamba kwetu sisi waumini tuna somo na funzo kuu sana la kujifunza kutokana na hilo takalolipata kwenye sura hiyo ya 21. Kuna Wakristo wahesabuyo mengine kuwa dhambi na mengine kuwa si dhambi, ila tutakapofika mbele za Mungu tutafahamu yote. Kile wanachodhani watu kuwa ni dhambi kuu huenda mbele ya Mungu haikuwa lolote, na kilichochukuliwa kwa urahisi kisicho na umuhimu ndicho Mungu huona kuwa ni dhambi. Katika maisha ya Daudi watu wengi humnyoshea kidole kwa alilotenda na Bathsheba. Mungu alimwadhibu kwa tendo hilo, maana tendo hilo lilikuwa ovu. Alipoungama uovu wake, Mungu alimsamehe. Iwapo wataka kufahamu hayo, soma kile kitabu cha Zaburi ya 51 na Zaburi ya 32. Ingawaje habari ya kuhesabu watu yaonekana kuwa ndogo sana kwetu, tutaona kwa mtazamo wa Mungu baadaye kwa nini ilikuwa dhambi juu ya Daudi kwa kiwango cha Mungu kuruhusu jambo hilo kuandikwa kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati. Hili, msikilizaji, latusaidia kuona dhambi kwa jinsi tofauti, hasa kama Mungu aionavyo. Ni lazima kutambua kwamba dhambi si tu katika matendo, mambo ya kutenda na kutotenda, ila yajumuisha nia na mawazo yetu. Ni muhimu kusoma neno la Mungu ili tupate mtazamo wa Mungu kuhusu jambo lolote lile katika maisha yetu.
Na kwa habari ya hili ni kwambialo msikilizaji, napenda kukuonyesha kwamba mambo yaliyoko katika moyo ndiyo Mungu huzingatia sana, na si kama vile watu hufikiria mara nyingi. Hii ni kama vile alivyonena Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari wa 35 unaosema hivi: mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mabaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Je, hapo mtu awekapo mema au mabaya ni wapi? Hebu tugeukie sura ya 15 tuangalie aya ya 18 hadi 20 ili tuone ni wapi ambapo mtu huwa na akiba yake, na akiba yake huwa ina nini. Neno lasema hivi: bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Ndugu msikilizaji, hayo ni maandiko yatuonyeshayo waziwazi ya kwamba yale yatokayo katika mioyo yetu ndiyo Mungu hutazama. Ndiposa Bwana wetu Yesu Kristo alinena na kusema kwamba mtu anapomtazama mwanamke na kumtamani, huyo tayari amekwisha zini naye. Kwa hivyo mtazamo wa Mungu kuhusu dhambi ni tofauti kabisa na mtazamo wetu. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, ndiposa wahitaji kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, kusudi upate kutimiza mapenzi yake Mungu na uwe wa kumpendeza. Hayo najua kwamba utayatia moyoni mwako na kufanya kama vile ya kupasa, maana Roho Mtakatifu yu pamoja nawe kukusaidia katika hayo. Sasa hebu tugeukie sura ya 11 tuone lile ambalo neno la Mungu lasema kwenye aya ya kwanza. Neno lasema hivi: ndipo Israeli wote wakamkusanyikia Daudi huko Hebroni wakisema, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Wakumbuka kwamba, msikilizaji, kwenye kitabu cha Samueli kuna habari ya historia ya Daudi kutawala juu ya kabila ya Yuda na Benyamini pekee. Makao yake makuu yalikuwa katika mji wa Hebroni. Yote hayo hayatajwi kwenye kitabu hiki. Je, kwa nini iwe hivyo? Sababu ni kwamba Mungu alitazama Israeli kuwa ufalme mmoja na Daudi kuwa mfalme juu ya Israeli yote. Ndiposa watu hao walisema kwamba sisi tu mfupa wako na nyama yako. Na kwenye aya ya pili haya ndiyo twayapata: katika zamani za kale, hata hapo Sauli alipokuwa mfalme, wewe ndiwe uliwatoa na kuwaingiza Israeli, naye Bwana Mungu wako akakwambia, ndiwe utakayewalisha watu wangu Israeli, ndiwe utakayekuwa mkuu juu ya watu wangu Israeli. Maneno ya watu hawa ni dhihirisho kwamba walitambua kuwa mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Daudi, na kwamba Mungu alikuwa amemuinua Daudi na kumpa huo ufalme. Daudi hakujiinua mwenyewe kuwa mfalme hadi walipompokea kama chaguo la Mungu kwao. Hiyo ilikuwa baada ya miaka 7 ya utawala wake juu ya kabila zile mbili, yani Yuda na Benyamini. Neno kwenye aya ya 3 laendelea kutwambia hivi: basi wazee wote wa Israeli wakamjia mfalme huko Hebroni, naye Daudi akafanya agano nao huko Hebroni mbele za Bwana. Nao wakamtia Daudi mafuta awe mfalme wa Israeli, sawasawa na neno la Mungu kwa mkono wa Samueli. Sasa Daudi afanyika kuwa mfalme, na ni wakati huu ndipo Mungu ahesabu kwamba alianza kutawala. Tazama hili lililoko kwenye aya ya 4, ambapo neno lasema haya: kisha Daudi na Israeli wote wakaenda Yerusalemu, ndiyo Yebusi, nao Wayebusi wenyeji wa nchi walikuwamo. Kulingana na aya hii twaona kuwa Daudi alikuwa amepeleleza nchi hiyo na kuifahamu vyema. Alichagua Yerusalemu kuwa makao yake, na hapo ndipo hekalu itajengwa. Chaguo hilo lilikuwa la Mungu na la Daudi pia. Kuna mengi yaliyo kwenye neno la Mungu kuhusu mji huo, yani Yerusalemu. Mji huo si kama vile umeuona katika picha. Wasomi wa mambo ya kale wamechimbua sehemu hiyo na kupata kuwa nyuta za mji huo zaenda upande tofauti. Mji wa Daudi ulikuwa chini ya mlima, nayo hekalu ilikuwa juu yake, yani watu wale walitazama hekalu ikiwa juu, nami nadhani kuwa ishara ya Mungu kutawala juu ya Israeli. Aya ya 5 nayo yasema haya: na hao wenyeji wa Yebusi wakamwambia Daudi, hutaingia humu. Walakini Daudi akaitwaa ngome ya Sayuni,
huu ndio mji wa Daudi. Daudi alipopigana na Wayebusi alitwaa ngome ya Sayuni na kuifanya kuwa mji wake. Mlima huo wa Sayuni ulikuwa wa thamani sana machoni pa Daudi, na hata unaposoma kwenye Zaburi wapata akinena mengi kuhusu Sayuni. Kwenye aya ya 6 hivi ndivyo neno latuambia: naye Daudi akasema, mtu yeyote atakayekuwa wa kwanza wa kuwapiga Wayebusi, yeye atakuwa mkuu na jemedari. Naye wa kwanza aliyepanda ni Yoabu mwana wa Seruya, naye akawa mkuu. Huyu Yoabu anayetajwa hapa alikuwa katika utumishi wa utawala wa Daudi. Alikuwa kati ya washauri wake na mkuu wa jeshi la Daudi. Miongoni mwa hao watajao kuwa mashujaa wa Daudi, yeye yumo. Iwapo ingelikuwa siku hizi, basi tungesema kwamba ni mkuu wa majeshi yote ya nchi. Isitoshe, huyu Yoabu alimuita Daudi kuwa mjomba. Hii ni kwa kuwa huyo Seruya alikuwa dadaye Daudi. Neno kwenye aya ya 7 latuambia hivi: basi Daudi akakaa ngomeni, kwa hiyo huuita mji wa Daudi. Mji huo wa Daudi hasa ni ule mlima wa Sayuni. Hapo ndipo Daudi alijenga makao ya kifalme na pia kutawala Israeli yote kwa jumla. Tunapogeukia aya ya 8, neno laendelea kutuambia haya: akaujenga huo mji pande zote toka Milo na kuuzunguka, naye Yoabu akautengeneza mji uliosalia. Kama vile ilivyo hapa, twaona kwamba Daudi alikuwa mtu wa bidii, mtu aliyetaka kuhakikisha kuwa mambo yaenda sawasawa. Kwa hiyo aliujenga mji huo pande zote toka Milo na kuuzunguka. Yoabu, kama vile twasoma, hakuwa tu mkuu wa jeshi la Israeli, bali alikuwa na majukumu mengine. Hapa tuona kwamba alihusika kwa kuitegemeza mji huo pia. Hivi ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye aya ya 9: naye Daudi akaendelea akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Rafiki msikilizaji, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja na Daudi, Israeli waliinuka na kuwa ufalme mkuu sana wenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wakati ule. Daudi aliweka msingi ambao Sulemani alijenga juu yake na kuwa shahidi kwa Mungu mmoja kwa ulimwengu ule. Hili ndilo latupasa katika maisha yetu, yani kuhakikisha kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu muumba mbingu na nchi, yu pamoja nasi. Mungu anapokuwa pamoja nawe, utaendelea kuzidi na kuwa mkuu, utakuwa na ufanisi, utafanya mambo makuu, kwa sababu utakuwa ukitafuta kuupendeza moyo wake Mungu na sio kujipendeza. Laiti viongozi wa sasa wangetafuta Bwana awe pamoja nao, jinsi gani wangeliona ukuu wa Mungu maishani mwao na pia kuwategemeza. Wewe kiongozi, kutokea kwenye nyumba yako kufikia hapo ambapo Mungu amekupa wadhifa wa kuongoza, wahitaji kufahamu kwamba ufanisi wako, ushindi wako utatokana na wewe kuwa na uhakika kwamba Bwana wa majeshi yu pamoja nawe. Pasipo ya ufahamu huo, basi utafanya kama upendavyo, na mwisho wako utakuwa mbaya, na hasa kama wa Sauli na wengine wengi waliofuata njia zao wenyewe. Naamini kwamba iwapo kuna uponyaji unaohitajika katika nyumba za watu leo hii, katika sehemu za kazi, katika serikali, ni watu kufahamu kwamba wamuhitaji Bwana awe pamoja nao. Wakati wa Daudi, neno la Mungu latuambia kwamba yeye alizidi kuwa mkuu, yani alifanikiwa kila alikogeukia, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana anapokuwa pamoja nawe, ni lazima kutakuwepo na mabadiliko, ni lazima kutakuwepo na ufanisi, ni lazima mambo yatakwenda kisawasawa, kwa kuwa huyo aliye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, yu pamoja nawe. Je, wafikiri kwamba hatua 2 au 3 zitakuwezesha kuwa mkuu au kufanikiwa? La hasha. Unachohitaji ni hatua moja, nayo ni kuhakikisha kwamba Bwana yu pamoja nawe. Na njia ya Bwana kuwa pamoja nawe ni wewe kumwamini huyo aliyetumwa naye, yani Yesu Kristo, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kusudi upate kuzifanya kazi zake Bwana. Kwa habari ya mashujaa wa Daudi, twafahamu kuwa waliungana naye alipokataliwa na kufukuzwa, hapo Sauli alipokuwa akitafuta roho yake. Sasa kwa kuwa aliinuliwa na kuwa mfalme, wao waliinuliwa naye. Katika hili kuna jambo tusiloweza kulipita. Kwenye sehemu hii twaona linalofanana na hilo atendalo Bwana Yesu Kristo. Yesu
awaita watu kwa ajili ya jina lake, nao ndiyo mashujaa wake. Daudi alikataliwa na watu wake, na ndivyo ilivyo kwa Kristo, maana walisema watu wale kwamba mtu huyu hatatawala kamwe. Huyo waliyemkataa hajatoa mamlaka yake kama Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, lakini siku yaja ambapo atafanya hivyo. Ijapokuwa Daudi alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu, alikataliwa. Wakati huo Sauli alikuwa akiendelea kutawala, huku Mungu akimpa fursa nyingi sana za kujirudia ili afanye kama impasavyo, yaani kumfuata Bwana Mungu kwa moyo wake wote. Hili, kama vile wafahamu, halikutendeka. Katika miaka hiyo ambapo Sauli alikuwa akimtafuta Daudi, watu walikwenda kwake na kujiweka chini ya amri yake. Hao ndio walifanyika kuwa mashujaa wa Daudi. Kama Daudi alivyokataliwa, ndivyo ulimwengu umemkana Bwana Yesu Kristo. Licha ya wanadamu kumkana na kumkataa, kuna hao wanaomwamini, nao wamejitia chini ya amri yake. Yeye ndiye Mwokozi, Bwana na Masihi wetu, na kwa kuwa ameinuliwa, sisi tumeinuliwa naye na tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 1. Lakini hata hivyo, tutaendelea kusubiri hadi atakapochukua hatamu za uongozi na kuleta utawala wake, maana yeye ndiye mfalme wa wafalme. Kwa habari ya mashujaa wa Daudi, twapata majina yao kwenye aya ya 15 hadi 19. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: tena watatu miongoni mwa wale 30 waliokuwa wakuu wakashuka mwambani, wakamwendea Daudi hata pango la Adulamu. Na jeshi la Wafilisti walikuwa wamefanya kambi bondeni mwa Warefai. Na Daudi wakati ule alikuwako ngomeni, na walinzi wa Wafilisti wakati ule walikuwako huko Bethlehemu. Naye Daudi akatamani, akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi. Walakini Daudi hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana, akasema, Mungu wangu apishe mbali nisifanye hivi. Je, ninywe damu ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Maana kwa hatari ya nafsi zao wameyaleta. Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo walioyafanya wale mashujaa watatu. Daudi, kama vile ilivyo, alizaliwa katika mji wa Bethlehemu, na pale langoni pa mji ule kulikwepo kisima. Wafilisti walikuwa wamezunguka mji ule pasiwe na njia ya kuingia. Daudi alitamani maji ya kisima kile. Alilonena haikuwa amri, bali ilikuwa tu tamaa ya moyo wake. Kuna hao watatu waliomsikia, nao wakapenya katikati ya jeshi la Wafilisti na kumletea bwana wao maji yale. Daudi hakuyanywa maji yale, bali aliyemwaga mbele za Mungu kama sadaka. Rafiki, hili lanikumbusha amri ya Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tuwahubiri watu habari njema. Kumbuka kwamba Daudi alitamani maji yale tu, nao waliokuwa naye walihakikisha kwamba ameyapata. Haikuwa amri, bali shauku tu la moyo. Habari gani wewe nami tulioamriwa kulihubiri neno la Kristo? Mtazame Daudi, kwamba maji yale yalimjia, ila kwa kujitolea maisha yao wao waliofikia kisima hicho na kumletea maji, hakuyanywa maji yale. Mtu huyo, kama vile ilivyo, hakuwa na choyo moyoni mwake, jambo lililowafanya watu wake kumpenda. Hili ndilo twahitaji kufanya kwa ajili ya hao walio nasi, yani wale tunaowaongoza. Kristo ametangulia kufanya hivyo, nasi ni lazima kumuiga. Aya ya 22 yasema hivi: tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli, aliyekuwa amefanya mambo makuu, ndiye aliyewaua simba wakali wawili wa Moabu. Pia akashuka akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theluji. Hili tusomalo hapa, msikilizaji, ni la ajabu sana, kwani Benaya mwana wa Yehoyada alimuua yule simba wakati wa theluji. Nasema hivi kwamba Mungu huwaona hao walio waaminifu, waingiao kanisani, wafanyao kazi ya Mungu kwa uaminifu, iwepo jua au mvua. Sasa kwenye sura ya 12 twapata habari ya kabila ya Gadi waliomwendea Daudi wakati wa kukataliwa kwake. Neno lasema haya kwenye aya ya 14 na 15. Hao wana wa Gadi walikuwa maakida wa jeshi, yeye aliyekuwa mdogo amelingana na 100, na yeye aliyekuwa mkuu na 1000. Hao ndio wale waliovuka Yordani katika mwezi wa kwanza ulipofurika kingo zake zote,
nao wakawakimbiza wote wa bondeni na magharibi pia. Watu hawa, ndugu msikilizaji, maandiko yatuambia kwamba walivuka Yordani ili kuungana na Daudi, kwani walifahamu kwamba Mungu amemchagua Daudi awe mfalme juu ya Israeli. Ndiposa kwenye aya ya 17 hadi aya ile ya 18 neno latuambia hivi: naye Daudi akatoka ili kuwalaki, akajibu akawaambia, kama mmenijia kwa amani ili kunisaidia, basi moyo wangu utaambatana nanyi. Lakini kama mmekuja ili kunisaliti kwa adui zangu, kwa kuwa hamna udhalimu mikononi mwangu, Mungu wa baba zetu na alitazame neno hili na kulikemea. Ndipo roho ikamjilia Abishai, mkuu wa wale 30, naye akasema, sisi tu watu wako, Daudi, na wa upande wako, mwana wa Yese. Naam, amani iwe kwako na amani iwe kwao wakusaidiao, maana akusaidiaye ndiye Mungu wako. Ndipo Daudi akawakaribisha, akawaweka wawe maakida wa kile kikosi. Rafiki msikilizaji, kulingana na haya tuyasomayo hapa, tuona kwamba Mungu alikuwa pamoja na Daudi, naye aliamsha mioyo ya watu kushikamana naye ili kuimarisha ule ufalme. Watu hawa, kwa ajili ya Mungu kuwagusa, walivuka Yordani. Hata hivyo, Daudi hakufahamu iwapo walikuwa adui au rafiki, naye alitaka kujua jambo hilo kwa maneno aliyowazungumzia. Na kama vile ilivyo, Roho wa Mungu alidhihirisha kuwa watu hawa walikuwa watu wa kweli, watu ambao walikuwa tayari kusimama naye Daudi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Wengi wa waumini hufikiri kwamba kuwa katika huduma yake Bwana ni kuwa na shughuli chungu nzima, ila si hivyo, maana ni habari ya kuishi kwa ajili ya Kristo. Hilo ndilo watu wa Gadi walikuwa wakimwambia Daudi, kwamba wao ni wa upande wake, wa upande wa mwana wa Yese. Hilo ndilo sababisho la wao kuvuka ule mto wa Yordani uliokuwa umefurika. Wewe nami msikilizaji, Bwana Yesu ametuvusha juu ya mto wa Yordani kwa mauti, na kwa ufufuo wake ametubariki kwa baraka zote za kiroho. Na kwa baraka hizo twafaa kuyaishi maisha yetu kwa ajili yake hapa ulimwenguni. Ni kwa msingi huu ndipo Kristo aliomba akisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 15. Neno lasema hivi: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule muovu. Twahitaji, ndugu msikilizaji, kuyaishi maisha ya Kikristo hapa duniani. Ili tufanye hivyo, ni lazima kujitoa kwake Bwana Yesu Kristo kikamilifu, kama vile hawa watu wa Gadi walivyojitoa kwa Daudi. Haitakuwa rahisi, ni lazima kutakwepo na gharama. Ili wana wa Gadi wajitoe kwa Daudi, iliwabidi kuvuka mto Yordani na kupigana na watu waliokuwa wakiwakabili. Na ndivyo ilivyo kwako, yani ni lazima kuvuka mito na kupigana na vizuizi maishani mwako vikukabilivyo dhidi ya kujitolea kwake Kristo kikamilifu. Gharama ipo kwa chaguo lako la kumfuata Kristo na kujitolea kwake. Ni lazima ukumbuke kwamba Yesu ni mkuu kuliko Daudi, nawe wastahili kujitoa kwake, maana astahili maisha yetu. Ukifanya haya uliojifunza, utaziona baraka zake na kuwa na furaha katika kumhudumia maishani mwako. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa leo hii, ili tupate kujumuika na ndugu yangu msikilizaji na kujifunza yanayotupasa, hasa kwa habari ya kukutii wewe katika kila jambo na kutembea kama vile inavyotupasa kama watoto wako. Bwana, katika haya tuwajua kwamba wewe, kwa kuwa umetuita kwa jina la mwana wako Yesu Kristo na kutupatanisha na nafsi yako, kwamba twahitaji kujitolea kwako, na hilo si jambo rahisi kwetu, lakini kwa kuwa twakuamini, twajua ya kwamba kwako yote yawezekana. Haya najua kwamba utatuwezesha kutenda, ili tupate kujitolea kwa Kristo kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, na pia kwa mali yetu yote. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo kwamba umeyatenda. Amen. Ndugu msikilizaji, je, umepokea lolote? Najua kwamba umepokea mambo mazuri, mambo ya kukutia moyo sana, mambo ya kukuwezesha kufahamu kuwa kama vile watu wa Gadi walivyojitolea kwa Daudi, ndivyo wewe nami twahitaji kujitolea kwa Kristo, maana yeye ni mkuu kuliko Daudi. Pamoja na hili, twahitaji kutembea kwa utii kwake Bwana, ili tupate kubarikiwa kama vile Daudi alivyobarikiwa maishani mwake.
kumbuka hili ya kuwa umepatanishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na hivyo unapomwamini kwamba atakuwezesha kutenda haya, yeye atakuwezesha, kwa kuwa yote yawezekana kwa kila aaminiye. Na kwa kuwa umemwamini Mungu, Mungu huyo awezaye yote atakuwezesha kwa neema yake. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone ni yapi ambayo Mungu ataka tujifunze. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kwa kupiga simu, kutuma ujumbe wa WhatsApp au ujumbe wa kawaida kwa nambari 0718220582. Hadi kipindi kijacho, wasaa kama wa leo, ndani ya Pendo FM.